Haleluya, haleluya. Mwanafamilia wa maombi ya ukombozi, Mungu akubariki sana. Ninamtukuza Mungu. Asubuhi ya leo tumepata tena kibali na tumepata tena neema. Tumeona nguvu za Yesu Kristo tena zikitusimamisha. Tumeona utukufu wake wa ajabu. Wacha tuinue jina la Yesu Kristo kwa ajili ya utukufu wake mwaka 2026. Nichukue nafasi hii popote pale ulipo tuweze kumshukuru Mungu pamoja kwa kutupa kibali asubuhi ya leo. Roho Mtakatifu, tunakutukuza Baba yetu mwema. Asante kwa uaminifu, asante kwa wema wako, asante kwa nguvu zako, asante kwa kutupenda, asante kwa kututhamini, asante kwa kutupa kibali tena watoto wako. Tumenyenyekea mbele zako Yesu Kristo mwana wa Daudi. Tumeshuka mbele zako kwa rehema nyingi, tukiomba toba. Tutakase Bwana yetu, tusafishe kwa damu yako ya thamani. Sisi ni wenye dhambi, hatustahili kabisa mbele zako, lakini kwa rehema zako tuko hapa tena watoto wako. Tumenyenyekea, tunasi rehema zako tena watoto wako. Tutakase na kutusafisha kwa damu yako ya thamani. Tupe neema tena watoto wako tena siku ya leo, siku nzuri, siku ya baraka, siku ya neema. Usituache Baba yetu, tuone mkono wako na tuone fadhili zako. Asante Bwana Yesu kwa neema na fadhili zako na baraka zako kuu kwetu. Tunakutukuza kwa sababu ya neema, kwa sababu ya fadhili zako, kwa sababu ya mkono wako, kwa sababu ya uweza wako na kwa sababu ya nguvu zako. Utukufu na heshima na enzi na nguvu na mamlaka ni zako, katika jina lipitalo majina yote, Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, amina. Na unaweza comment sema amina. Na Mungu ni mwaminifu sana, ambaye umeanza naye asubuhi ya leo ni Mungu wa baraka kwetu. Nichukue nafasi kukuomba, kama subscribe channel hii ili uweze kupata maombi ya kila siku asubuhi na majira yale ya usiku, zile zaburi za ulinzi. Nichukue nafasi hii kuomba, kama unapitia changamoto yoyote ambayo unatamani tushare pamoja na tuweze kuomba pamoja, basi tucheki kwenye namba hii WhatsApp. Nitaomba na wewe na Mungu atafanya jambo kubwa la utukufu. Ni muhimu sana kila unapofuatilia maombi ya asubuhi, weka agano la dhabihu, weka agano la sadaka. Mwambie Mungu, ninatamani kila maombi ambayo ninaomba niunganishe na sadaka yangu. Utaona baraka nyingi sana, kwa sababu maombi tu haitoshi tu kuomba, lakini unapoomba ukajiunganisha na dhabihu, uwe na uhakika utaona mkono wa Mungu kwa namna ya ajabu sana. Nichukue nafasi kabisa kukuomba popote pale ulipo uweze kuchukua clip hii na uweze kushare, upelekee rafiki, jamaa, ndugu, kila mmoja. Hakikisha usiwe mchoyo, omba pamoja na watu wengine, itakuwa ni baraka nyingi sana na utakuwa umeifanya. Tumeanza maombi ya siku 21. Nikualike sana katika maombi ya siku 21, ambapo tutaendesha maombi kupitia mtandao wetu wa YouTube majira yale ya saa 10 kamili jioni mpaka saa 12 kila siku kwa siku 21. Niombe popote pale ulipo, basi chukua hatua ya kufunga, jidhabihu, ufunge na utamuona Mungu kwa namna ya ajabu. Maombi yetu ambayo tulionayo ni kwa ajili ya malango 12, na kwenye malango haya tutatembea nayo kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya 12. Kwa hiyo hakikisha unafuatilia mfululizo mzima wa maombi haya milango 12. Lango la 3 ni lango la utajiri. Watu wamekuwa wanashindwa kutofautisha kati ya mali na utajiri, na ndio maana nani iliyopita lango la pili nilizungumza juu ya mali, lakini nazungumza juu ya utajiri. Hivi ni vitu vina utofauti kidogo. Utajiri unaweza mtu akawa ni tajiri. Utajiri unatokana na kitu kinaitwa mali. Sasa natamani kidogo ni hapa, lakini hebu tusome ile Zaburi 112 mstari wa kwanza mpaka mstari ule wa 3. Anasema haleluya, eli mtu yule Bwana apendezwae sana na maagizo yake. Umeona, wazao wake watakuwa hodari duniani,
kizazi cha wenye alikiwa, nyumbani mwake mna utajiri na mali, na haki yake yakaa milele. Unasikia? Anasema yule ambaye anasema eli yule amchaye Bwana, umeona, apendezaye sana na maagizo yake. Yani yule mtu anayemcha maagizo yake, unaona, ambaye amekaa vizuri, amchaye Bwana na amekaa kwenye maagizo yake. Anasema wazao wake watakuwa hodari duniani, kwanza kizazi chake. Lakini kitu cha pili anasema nyumbani mwake kutakuwa na utajiri, namba moja, na namba mbili na mali. Unasikia, ni vitu viwili. Anakwambia nyumbani mwake kutakuwa kuna utajiri, lakini nyumbani mwake pia na mali zitakuwepo. Umeelewa? Mali ni vitu visivyo ameshika. Mtu anaweza kawa na utajiri wa vitu vingi sana, lakini hana mali ile isiyo ameshika. Mali isiyo ameshika. Ndio maana ukienda watu wanaenda benki kukopa, sikufanya nini, wataitini utajiri sio magari, si manini, si wanahitaji kuona. Ni vitu vile vinafanana vyote, lakini vina utofauti kidogo. Ndio maana anasema nyumbani mwake mna utajiri na mali, japo vitu vyote vinaenda sawa, lakini ni vitu viwili vyenye nguvu tofauti. Glory to Jesus. Sasa huyu ni mtu ambaye anamcha Bwana. Tunakuja kuona tunaenda kuona mpaka kwa Ayubu. Kasome Ayubu alikuwa ni mcha Bwana. Kwa hiyo Ayubu ndio alikuwa na mali na utajiri wa kutosha. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Ayubu sura ya kwanza, anasema palikuwa na mtu, Ayubu sura ya kwanza, anasema palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake lilikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu. Unaona nguvu ya kuwa mkamilifu na mwelekevu. Ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Yani mtu aliyemcha Mungu. Kisha anasema ule mstari wa 3 utaona anasema mali yake nayo yalikuwa na kondoo 1000. Naona mali yake 7,000 na ngamia 3,000 na jozi za ng'ombe 500 na punda na ng'ombe 500 na watu wa nyumbani mwake walikuwa wengi sana. Ujue nguvu ya kumcha Mungu. Nguvu ya kumcha Mungu itakupa wewe utajiri. Yani ni muhimu tu. Watu wengi wanafikiri kwamba waganga na wachawi na washirikina wanaweza kuwatajirisha. Hapana. Unaona? Hapana, ni kukaa vizuri na Mungu. Hebu kaa vizuri na Mungu mwaka huu. Kaa vizuri na Mungu mwaka huu, utaona kama Mungu hatafungua utajiri wako. Ndio maana Biblia anasema utajiri na heshima ziko kwangu mimi, na utajiri udumuo na haki pia. Umeona? Utajiri unaodumu. Anasema uko kwangu mimi, utajiri udumuo na haki yangu pia. Kwa lazima tufungue milango ya utajiri. Hii utajiri unatokana na mtu ambaye amesimama na Jehova na nyingine yote. Shetani asikudanganye, waganga asikudanganye, washirikina asikudanganye. Mwenye utajiri ni Kristo mwenyewe. Ni Kristo mwenyewe. Lakini kwa nini hizi ahadi hazifikii? Ndio maana tunafungua malango sasa ya mwaka 2026 ya utajiri. Kwa nini hii ahadi haifikii? Soma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 8:18. Anasema bali utamkumbuka Bwana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri na kulifanya imara agano lake alilowapia baba zako kama hivi leo. Unaona, unasikia sasa? Kumbe huwezi kuwa tajiri mpaka uwe na agano la utajiri. Kama naongea na lazima uwe na agano la utajiri. Watu wengi, kwa nini hatuoni hizi baraka za Mungu? Kwa nini hatuoni utajiri wa Mungu? Ni kwa sababu hatuna maagano. Lazima uwe na agano la utajiri. Kuna somo zuri huwa nafundisha. Kuna somo zuri huwa nafundisha amsu agano la utajiri, na watu wamefanikiwa sana. Na sina muda sana wa kufundisha, lakini natamani nikwambie kidogo. Kama unataka kuwa tajiri, lazima uwe na agano. Agano la utajiri, Mungu anakupa pesa ili uwe na nini? Weka agano na Mungu. Mwambie Mungu, mimi kwenye utajiri nataka nikutumikie. Umeelewa? Kwenye utajiri nataka nifanye kazi yako. Kwenye utajiri nataka nibebe hii Mkombozi FM Radio. Kwenye utajiri nataka nibebe huduma ya Prophet Tadeo. Nisimame naye kwenye maombi ya kila siku asubuhi.
ninaweka agano la kila siku kutoa sadaka, naweka agano la kila siku kutoa dhabihu, naweka agano kila siku mimi nitatoa sadaka hii. Yani Mungu lazima akupatie utajiri kwa sababu una agano la kumtumikia. Naweka agano ninunue vyombo vya kanisa, nibebe, nisapoti hii huduma. Niwe miongoni mwa partner wa hii huduma, na mimi ni partner kila mwezi nisimame na sadaka hii, na mimi niwe partner wa hii madhabahu, niwe partner wa hii kazi mwaka huu. Utashangaa kama utaamua kuwa partner wa hii kazi, utashangaa Mungu anaenda kwa akafanya kitu ambacho hujawahi kuona kabisa kwenye maisha yako. Glory to Jesus, glory to Jesus. Sasa lazima uwe na agano, na nikufundishe kitu cha muhimu sana. Utajiri hauji kwa njia ya maombi, hauji kwa maombi. Utajiri ni maagano. Lazima uwe na maagano. Wenzako wanaenda kwa waganga wanafanya maagano, wanaenda kwa washirikina wanafanya maagano, wengine wameua watu wanafanya maagano kwenye ufalme wa giza. Wewe una agano gani na unataka Mungu akupe utajiri? Umeelewa? Fanya makosa. Huwezi kuwa tajiri kama huna agano. Weka agano leo, mwambie Mungu naweka agano la kukutumikia. Hilo namba moja kama unataka kuwa tajiri. Lakini kitu cha pili, tuna interval za kumiliki pesa. Kama unaanzia kuanzia 1,000 mpaka kufika 100,000, kama unataka Mungu akufikishe hapo, panda sadaka at 1,000. Wewe weka sadaka pale 1,000, utaona kiwango kinapanda. 1,000 shilingi 10,000. Umenelewa? Weka agano kwamba ni agano langu la utajiri. Ukitoka hapo kwenye 100,000, kwenye 100,000 mpaka 1,000,000, weka agano la kutoa sadaka 100,000. Mungu ataanza kukupandisha hapo, utaona viwango vikubwa. Unaanza kwenye shilingi 1,000,000 mpaka 10,000,000, 15 milioni 100. Weka agano kwenye madhabahu, toa shilingi 1,000,000, uone vile Mungu atakupeleka. Hayo ndio maagano ya utajiri. Kama unahitaji kuanzia milioni 100, nenda milioni 500, mia ngapi, njoo kwenye madhabahu, toa sadaka. Yani utashangaa kadri unavyozidi kupanda, unapanda, unaenda viwango vikubwa. Hayo ndio yanaitwa maagano ya utajiri. Mungu akubariki sana. Neema hii itakuwa ni kubwa ukifuatilia kinachokueleza, na unahitaji kupanda sadaka yako, panda hiyo sadaka na nijulishe kwa njia ya WhatsApp kwamba baba, nimefanya sadaka hii ya agano la utajiri. Nataka mwaka 2026 nisiwe mtu wa kawaida. Namba hii ya Vodacom ya 0756 na utanisha kwa njia ya WhatsApp. Tutafanya maombi makubwa na utashangaa ukombozi unaanza kupita. Popote pale ulipo, natamani tuombe pamoja na wewe juu ya agano la utajiri. Naomba inua mikono yako, sema: Baba wa mbinguni, nimesimama kama mkamilifu mbele zako. Nimejifunza nguvu ya ukamilifu, na mimi kupitia ukamilifu huu ninaomba Bwana Yesu nifanye kuwa tajiri katikati ya kazi yako, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ninaingia kwenye maagano makubwa ya kuifanya kazi yako. Naamini unaenda kuniimarisha na kwenda kunisimamisha katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, kila mlango wangu wa utajiri uliofungwa mwaka 2026 ninaufungua katika jina la Yesu Kristo. Neema yangu iliyofungwa ninaifungua katika jina la Yesu. Robo sana ramakoria basaka, roshana ramando rokoria basata, katika jina la Yesu Kristo. Kila neema iliyofungwa Baba ninaifungua katika jina la Yesu Kristo. Mandorosha karabakuria rasana ramando rokoria resata ramakosha. Anza kutamka, anza kutamka. Tamka, mwambie Bwana juu ya maagano yako. Tamka, mwambie Bwana juu ya agano lako. Tamka, mwambie Bwana juu ya kile unatamani Mungu akufanyie 2026. Tamka kwa kinywa chako. Robo sanda ramako rabashaka, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, ninaomba juu ya mama huyu, ninaomba juu ya binti huyu, ninaomba juu ya baba huyu, katika Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Ninaachilia, ninaachilia lango la utajiri katika mikono yake, lango la utajiri katika neema yake, lango la utajiri katika neema yake. Rosanda ramando rosa rakarabakoria randa ramando rosata rakanda ramakoria resekereresha rando rokorabasha
randa ramakoria resekerere, ninafungua kwa damu ya Yesu Kristo lango la utajiri, lango la utajiri, lango la utajiri, lango la utajiri, lango la utajiri kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, msaidie mtumishi wako, msaidie mtumishi wako. Muimarishe, muimarishe Bwana. Achilia neema tena, achilia neema tena, neema ya utajiri, neema ya utajiri, neema ya utajiri. Roho sanda ramakoria rasanta rabakoria. Baba, nafungua lango la utajiri lililofungwa, ninalifungua kwa jina la Yesu, ninalifungua lango la utajiri kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba, 2026 malango ya mama huyu, malango ya baba huyu, malango ya kijana huyu, Baba, yafunguke katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu, fungua malango yake, haone neema, haone utukufu katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, amina, amina. Msikilizaji wangu, inawezekana saa unataka kupanda sadaka kwa ajili ya malango, basi chukua sadaka yako, panda kwenye namba ya Vodacom ya 0756934900 skrini yako, na unapopanda sadaka yako, naomba ingia WhatsApp, nitumie message kwamba nimesimama na agano la utajiri na mkono wa Mungu utakuwa dhabiti. Tutaomba na wewe, kuna milango mikubwa itafunguka. Nichukue nafasi kualika katika maombi yanayoendelea. Wacha mkono wa Bwana ukuthibitishe siku ya leo. Kama hujafunga, funga ili tuweze kusimama pamoja kuomba. Lakini nichukue nafasi kukaribisha sana katika madhabahu ya Mlango wa Ukombozi hapa Gairo, Morogoro nchini Tanzania. Bako maelfu ya watu wanakusanyika na mkono wa Yesu Kristo unadhihirika. Mungu akubariki sana. Nikutakie siku njema yenye baraka nyingi. Shalom, shalom, shalom.